Mahujaji wa matumaini. Matumaini hayakatishi tamaa. Matumaini hayakatishi tamaa. Mahujaji wa matumaini. Karibu kwa masomo ya misa takatifu Alhamisi ya juma la 10 katika kipindi cha kawaida. Tuko mwaka C. Somo la kwanza. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 15, kisha sura ya 4 mstari wa 1, wa 3 hadi 6. Mungu ameng'ara mioyoni mwetu ili kutupa nuru ya ufahamu wa utukufu wake. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu, hadi leo hii kila mara maandiko ya Musa yanaposomwa, pasia linakuwa juu ya akili za Waisraeli. Lakini pale mtu anapomgeukia Bwana, pasia hilo linaondolewa. Sasa Bwana ni Roho, na penye Roho wa Bwana ndipo penye uhuru. Sisi wote tusio na pazia usoni tunauona utukufu wa Bwana. Tunafananishwa na sura yake. Tunaongezewa utukufu baada ya utukufu. Kwa maana utukufu huu unatoka kwa Bwana aliye Roho. Kwa hiyo sisi tuliokabidhiwa huduma hii kwa huruma ya Mungu tusife moyo. Ingawaje injili yetu si dhahiri kwa wale tu wenye kupotea, kwa maana Mungu wa ulimwengu huu amezitia giza akili za watu wasiosadiki, ili wasiweze kuiona nuru ya injili ya utakatifu wa Kristo, aliye sura ya Mungu. Kwa maana hatutangazi habari zetu sisi wenyewe, bali tunatangaza habari za Kristo Yesu, aliye Bwana. Na sisi ni watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Kwani Mungu aliyesema, mwanga ung'ae kutoka gizani, ndiye yeye aliyeng'aa mioyoni mwetu tupate kwa mwanga wake kuutabua utukufu wa Mungu uliopo usoni mwa Yesu Kristo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 85 mstari wa 9a na b, wa 10, 11 hadi 12, 13 hadi 14. Maneno ya kiitikio. Utukufu wake utakaa katika nchi yetu. Utukufu wake utakaa katika nchi yetu. Nitasikiliza anayonena Bwana Mungu. Hakika ananena kuhusu amani. Wokovu wake ni karibu nao wenye kumcha. Utukufu wake utakaa katika nchi yetu. Utukufu wake utakaa katika nchi yetu. Upendo na uaminifu vimekutana. Haki na amani zimebusiana. Uaminifu utachipuka katika nchi, na haki itachungulia kutoka mbinguni. Utukufu wake utakaa katika nchi yetu. Naam, Bwana atatoa yaliyo mema, na nchi yetu itatoa mazao yake. Haki itatangulia mbele ya Bwana na kuziongoza hatua zake njiani. Utukufu wake utakaa katika nchi yetu. Amri mpya na wapeni, asema Bwana, mpendane kama mimi nilivyowapenda.
Somo la Injili Mathayo sura ya 5 mstari wa 20 hadi 26. Mtu anayemkasirikia ndugu yake anastahili kustakiwa. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, e Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, na waambieni, uadilifu wenu usipozidi ule wa waandishi na wa Mafarisayo, hamutaingia katika ufalme wa mbingu. Mmesikia ya kuwa watu wa kale waliambiwa, usiue, na mtu akiua astahili kushtakiwa. Mimi nawaambieni, hata mtu anayemkasirikia ndugu yake anastahili kushtakiwa. Amwambiaye ndugu yake, laka, astahili kesi katika baraza kuu la wazee. Amwambiaye mjinga, anastahili moto wa jehanamu. Basi, ukipeleka sadaka yako kwenye altari, na hapo ukakumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno nawe, acha sadaka yako hapo mbele ya altari, nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, kisha rudi kutoa sadaka yako. Usikawie kupatana na mshtaki wako uwapo ndani bado jiani naye, asije akakutoa kwa hakimu, na hakimu akutoe kwa tarishi, naye akakutupa gerezani. Amini nakuambia, hatoki humo hadi utakapokuwa umelipa senti ya mwisho. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.